Awali ya yote napenda kusema nashukuru sana kwa kunisha hii katika muda huu mfupi. Naitwa Advocate Kamota, nilikuwa nafanya kazi na kweli marehemu aliniamini sana kabla Mwenyezi Mungu hajachukua uhai wa ndugu Abraham. Aliniachia hizi document hapa na akazisaini kwa mkono wake, akisema kwamba mimi ndugu Ibrahim nimeamua kuacha mali zangu zote katika usimamizi wa binti yangu mpendwa Talha. Naomba niishie tu kwa hapa, ila huku ngine kote nitawaachia mtatutia. Wanasheria tamani mara moja nimezungumza na yeye hivi, hakika ambacho kimeandikwa kule ndio alitaka mwenyewe kile hivi. Sawa na sheria. Wasiwasi naweza si kweli. Madam, kila kitu ilikuwa hatari kwa kweli. Unaweza kupika saladi ndio kwanza naosha vyombo. Dada, napika nini? Napika ugali na samaki. Ugali na maharage. Hapana, mimi madam ananiambia kwamba nipike ugali na samaki. Mama nataka kupika ugali na maharage. Watoto nyumbani. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Wewe dogo hapo unapoteza muda hapo. Nika siku nakwambia kuimba ujui, unaangania najua kuimba, najua kuimba. Wewe msanii gani kwanza hata muonekano una? Shida sio muone. Wewe unajua nyimbo nyingi ni daftari kibao, lakini kutoka haitoki. Wewe zimeandika kwenye daftari. Sasa daftari ndio watu wanasikiliza. Yaani unasikia? Yaani kwa hivi siku zote msanii ni kipaji, sio muonekano. Yaani kwanza msikia. Mami leo tukatoka tukaenda sehemu. Nikisema mimi hapa msanii. Hata hapingi. Ila kusema msanii uongo. Je, saa 7 shemeji yako mwanangu azingua mpaka sasa hivi msosi aniletee. Yaani hapa tumekaa tunajipigisha story leo na ubao kifungu. Vipi analeta huko? Mimi nitasimulia. Yeye bwana mimi na mpango kwa tena. Yaani mambo yake alivyo anaeleweka. Yaani mimi siwezi kabisa hata kumuelewa. Yaani hapo ndo unapofeli wewe. Sasa hii saa 7 nimwambia kabisa nipo na mshikaji wangu. Msosi lete mapema mpaka sasa hivi msosi alete. Ana maana gani? Yaani hujui kilichomkwamisha. Yaani mambo ya kupika dakika 0 msosi umeweka hapo kunamkwamisha nini? Baba. Yaani ungepika wewe ndo ungeona ugumu. Hiki siku nakwambia mwanamke malaya eleweki. Hata mpaka sasa hivi hajaweka msosi. Sije kaka ukipata mwanamke kama huyo. Mimi naambia hivi nikishapika kwenu muda msosi niletee tuje kule. Sasa mpaka saa 7 ndugu yangu asijaa. Kupendwa kazi sana. Kupendwa. Yaani ingekuwa na amu yangu mwanangu, unapiga chini, unaandaa mambo mengine. Kama sasa hivi sielewi. Yaani ingekuwa na uwezo piga chini kabisa. Shamba huko. Sasa hivi nje na nyuma wakati nishamwelekeza vipengele vyangu sina hela. Ja kwa nini? Kama unavyojua mwenyewe. Kuja wako nani mshenzi wewe? Yaani chakula muda wote tunaleta sasa hivi. Usiniangalie itakuwa muda wote tunaleta sasa hivi hapa.
Baby, sikiliza. Nikwambia malaya nakataa ndugu yangu. Umeona mambo hata kavaa vingo hivi. Baby, nisikilize basi. Kama sosi sasa hivi. Ushapita kwa bwana wako huko wewe. Sasa hivyo baby, unajua kaka yangu ni mwanasheria. Kwa nyumbani kuna wageni. Hawa kwanza wageni wako hao mimi sikote nishachoka. Ingia kwanza ndani bwana. Mpeke chakula ndani kwanza nakuja. Nenda ndani. Nenda ndani nakuja. Una mke gani bwana? Yaani nakwambiaje? Yaani wewe hautokaa ukapata mwanamke kama huyo. Wewe nitapata tu kwanza na mwausho mwanangu. Mimi nakwambia Kim. Sasa wewe unaleta sasa hivi muda wote nimekaa nimetulia. Yaani mimi sasa hivi hapa nilipo. Hamna hata kwa kuniambia baby umeshindaje. Binti yangu, nimekuita hapa na mazungumzo machache na wewe. Hii nyumba kila kitu ati umekabidhiwa wewe na dada yako, japo dada yako kwa sasa yuko masomoni, lakini na mimi pia inanihusu, ni ya kwangu. Hii ni ya kwangu mimi na dada, kwa hiyo wewe haikuhusu. Inanihusu kwa sababu mimi wote ni watoto wangu. Haikuhusu. Ukihitaji muda wote unaweza kuondoka. Ina maana mipango yote niliyoipanga ni bure? Vipi? Unatoka? Nikwambia mtu asitoke wala asiingie mpaka msalama. Mtu wote atakiwa kutoka la. Wewe si ndio bosi wangu bwana sasa hivi. Na mimi si nimeenda China. Mambo ya ngome. Ngome hapa zimelala. Ni mtu anapewa za Kichina za Kizanzibar. Unajua zile. Hapa hawezi kuingia mtu wala kutoka mtu. Unajua mimi nianza kulinda hapa kabla babako hajafa. Shaka sana bibi zile China. Mtoto toka amepewa zile hati kawa najeuri sana na sijajua hata maana sasa hivi hata mamake yaani sasa hivi mwanzo tofauti kabisa na mwanzo. Yaani wewe mimi hapa mwenyewe nilikuwa kule jikoni napika. Maana madam aliniambia nipike ubwabwa na samaki. Kaja kaniamrisha nipike ugali na maharage. Kisa anapenda maharage. Hivi tutafika kesho? Ila hayo mengine hayatuhusu. Tuache wenyewe. Kama mimi nimeletwa tu kuja kufanya kazi. Tuache kama wale tuangalie. Umeanza lakini. Umeanza. Mimi sipendi habari hizo. Kwani huwezi kuzipoteza hizo habari? Hamna, unajua siku zote ya hisia nguvu sana. Hisia zangu. Anyway, usijali juu ya hilo swala. Sitaongelea kwa sababu nzuri wote tupo nyumba moja. Sijali. Basi ina shida, nashukuru kwa hilo. Kwa na amani. Bwana wewe. Wewe. Wewe unakupigia kwanza. Wapi ndugu yangu? Toa mafumio. Kama na daftari tena. Unajua tena. Wazee wa mistari. Mimi kwa napanda juu hapo nikachukua hela kwa shilingi yako hapa kuna kibusu nigee. Uko juu. Najua. Mwenyewe ndio natoka hivi mazoezini hapo. Basi nitoke. Basi tupande afu nashuka maana mimi sina mshemishe. Uko kati. Baridi mimi nakusindikiza. Baridi tufunge. Nini kile? Daftari nini? Kwa hiyo bwana. Kama hivi. Hapa tukishachukua mazingira sasa. Hapa sehemu ya kwa sana. Leo mbaya nakwambia. Leo sema Mungu si asimani.
Karibu kaka. Asante, mambo. Poa, mzima. Safi, mzima wewe? Mzima, karibu. Naona umeshikilia mzigo mpya. Yaani umekuja wakati mwafaka kabisa. Mzigo ndio unaonekana ndio umetoka dukani. Yaani hapa ndo napanga mimi. Karibu wangu. Unifungie kabisa. Ila sema nini dada yangu? Sema nini samani, lakini maana mimi na shida na wewe bwana. Bila samani, una shida gani? Bila samani. Yaani kiukweli mimi sikupata tu muda ambao mzuri wa kuongea mimi na wewe. Kila siku napita lakini sijapata muda ambao mzuri wa kukaa mimi na wewe. Ila kiukweli mimi nimetokea sana nakupenda. Nini? Nimetokea sana nakupenda wewe. Hivi unajua unachokiongea wewe? Najua, ndio maana nimeongea. Okay. Samani kakaangu, hapo unavyoenda nipo kwenye mahusiano na boyfriend wangu na anampenda sana. Kwa hiyo kuhusu swala lako nadhani halitowezekana. Ungefanya tu utaratibu mwingine. Sawa, japo hata kama hivyo, lakini na mimi pia naomba nifikirie. Unajua si wote tunafanana, si wote binadamu pia. Kiukweli hapana kakaangu. Hapana. Kwa kumbe hapo hujaja kununua umekuja mambo yako, si ndio? Sijaja na mambo yangu, ila ndio ukweli ndio ulivyo. Kwa sababu mimi siwezi nikawa napita kila siku na kuangalia nishinde kusema. Bwana kama unanunua kama basi nifungie mzigo wangu sasa bwana, nataka urudishe mzigo wangu vipi? Kama ndio umekasirikia. Au kisa ukwambia hivyo ndio umekasirika? Mimi sitaki kabisa. Heshima, si unaelewa? Heshima, lakini kukwambia mimi sio kosa. Kwani siisha kwambia na boyfriend wangu. Sasa hapo wakati hujachelewa kidogo. Japo hata kama umesema hivyo lakini sio kosa mimi kukwambia hivyo. Naomba yeye ufanye uende. Karibu. Baby. Shem, vipi? Mzima uko poa? Karibu. Bwana kwa kupiga simu uko poa, shida nini? Nienda Kariakoo bwana. Kariakoo wapi bwana? Wewe ushapitia kwenye maeneo yako basi. Ngoja aniuze. Baby, mwache hizo basi. Nenda Kariakoo kufuata mzigo. Unazingua bwana. Bila kupiga kwa hiyo ukiwa Kariakoo kwenda ndio upokee simu zangu. Baby, kelele. Kuna kelele sana. Mimi sibaki siku nakwambia shemeji yako jao utaki kuamini. Muda wote mimi nampigia simu afu nakuja hapa namkuta yupo tukatulia. Hamna. Baby, nimekwambia nimetoka Kariakoo. Ndio nimerudi sasa hivi. Napanga mzigo zenye nikupigie. Shida iko wapi? Sasa ameisha. Nataka tuongee basi mimi nimekuja kufuatilia. Sina hela sielewi. Mimi ndo kwanza nimefungua biashara sasa hivi. Sasa mimi kufungua biashara sasa hivi ndio nini? Mimi nikwambia sina hela hata kutumia, nifanyaje sasa? Nikaibe. Au kwa nini ningeka TV mimi nikauza nipatie hela bwana? Nini sasa? Sisi jana. Sasa nikikwambia sina hela uelewe, nifanye nini sasa? Baby, hebu subiri. Na class hizi bwana nini sina matatizo gani? Fika hii kwanza mpenzi wangu. Naomba baadaye. Nitakupa baadaye tu kale sasa hivi. Ndio tu kale sasa hivi mpenzi wangu, sawa? Fanya hivyo basi bwana. Okay, nitakupatia. Once pende. Hata hivyo no. Nini? Nimekununulia t-shirt. Kuja wewe. Itakupendeza sana. Wewe ushakujua. Wewe kwanza mimi nikavaa t-shirt kama hayo. Baby, kila siku fashion mode. Wewe umeagizwa na bwana wako uje umpe, umeona usio ajaja, sio kafanya nini ndio utakonete. Mimi navaa t-shirt hizi. Bwana tuondoke mwanangu. Tuondoke. Wapi wewe? Achana mimi bwana. Kaka uko hapa? Kaka? Nini bwana? Shida nini? Uko sawa? Ya, niko sawa, nimekuelewa, haina shida. Wewe unasemaje? Sio leo. Okay, unaweza sije kurudia kidogo?
nimekwambiaje, kwenye biashara yangu kuna vitu havijakaa sawa kidogo, kwa nilikuwa naomba uniazime 300,000. Basi sawa, mna shida. Uko sawa lakini? Ya, niko sawa. Okay, mimi naenda. Haina shida. Be safe. Okay. Hapana, siingi ndani. Unajua ulivyonipigia simu kikweli nimeshtuka sana. Nikahisi labda kuna tatizo. Vipi? Kuna changamoto yote? Nikupigia tu simu nikushukuru kwa ulichofanya. Sababu kumeshaka sawa, kumetulia. Basi na jambo jema. Maana nimetoka hai nikasema ngoja niwahi, maana hii simu inaonekana si salama kabisa. Basi nitakupigia simu baadaye basi ili okay, maana kuna kazi naenda kumalizia kidogo na mteja wangu ambaye sijamalizana naye kabisa. Kwa hiyo nitaenda kumalizana naye alafu baadaye nitakupigia simu ili kidogo tupate jioni. Nitakupigia simu baadaye basi ili basi sana nisingize. Sawa basi.